بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, tulizungumza katika kikao kilichopita tukaeleza taarifu ya as-sahabi. Sahaba ni nani? Yule tulimueleza katika kikao kilichopita, haki yake ya kwanza ni kumpenda yeye. Ni haki ya kwanza katika haki za masahaba ambazo ziko juu yetu sisi ni kuwapenda masahaba wote kwa ujumla. Ahlus Sunnah wal Jamaa wanawapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mahaba ya kweli fillahi walillahi, na wanaitakidi ya kwamba mwenye kuwapenda masahaba akachunga haki zao akajua fadhila zao, basi huyo ni mwenye kufuzu pamoja na wenye kufuzu. Hiyo ni itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na mwenye kuwachukia masahaba akawatukana akawanasibishia yale ambayo wanawanasibishia masahaba, maadui wa masahaba, basi huyo ameangamia pamoja na wenye kuangamia. Na ushahidi wa hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul Hashr, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana waliikhwanina alladhina sabaquna biliman, na wale waliokuja baada yao, yani baada ya masahaba, wanasema ewe Mola wetu tusamehe sisi na wale ndugu zetu ambao wametutangulia katika imani, wale masahaba. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, wala usijalie katika nyoyo zetu vifundo, chuki kwa wale ambao wameamini. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Na pia imekuja katika sahihain hadithi kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema ayatul imani hubbul ansar, alama ya imani ya mtu ni kuwapenda maansari, wa ayatul nifaqi bughdul ansar, na alama ya unafiki ni kuwachukia maansar, masahaba wa kiansar. Dr. Saleh ibn Abdul Aziz ibn Uthman Sindi hafidhahullah ta'ala anasema, wa idha thabata hadha fi haqqi al-ansar, likithibiti hili katika haki ya ansar, falmuhajiruna bihi awla, bas muhajiruna huwa na fadhila hii ni bora zaidi, liannahum fil jumlati afdal, kwa kuwa wao kwa ujumla wao ndio bora zaidi. Walikaunihim aidha min ansari llahi, na kuwa wao muhajiruna vile vile ni katika ansarullah, watu wenye kumnusuru Allah. Nasaruhu kama nasarahu al-ansar, wamemnusuru Allah kama walivyomnusuru maansar. Kwa fadhila hii basi muhajiruna ndio bora. Kwa hiyo ukizitizama pia dalili zote zilizokuja katika kitabu na sunna, yani zile dalili zote zilizokuja katika kitabu na sunna zinazoeleza fadhila za mapenzi, kupendana kwa ajili ya Allah, basi dalili hizo utaona panaingia ndani yake kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wao ndio bora katika watu. Kwa hiyo watu bora kupendwa kwa ajili ya Allah ni masahaba. Al-Imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Aqidatu at-Tahawi anasema, wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sisi tunawapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, wala hatuzembei katika kumpenda yoyote miongoni mwao, wala natabarra min ahadin minhum, wala hatujitakasi, yani tukaacha kumpenda yoyote katika hao,
wa nubghidhu man yubghidhuhum, na tunamchukia anayewachukia masahaba, wa bighairi alkhairi yadhkuruhum, na tunamchukia yule ambaye pia pasi na khairi anawataja masahaba, anawataja kwa ubaya, huyo tunamchukia. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, na kuwapenda masahaba ni dini na ni imani na ndio ihsani. Wa bughdhuhum kufrun, na kuwachukia masahaba ni ukafiri, wa nifaqun wa tughyan, na ni unafiki na tughyan, upotevu. Na katika mazuri yanayotajwa ni kauli Imam Malik rahimahullah ta'ala aliposema, kana salafu yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar, walikuwa as-salaf au wema waliotangulia kwa nyuma wakiwafunza watoto wao kumpenda Abu Bakar na Umar, kama yuallimuna surata min al-Qur'an, kama wanavyowafunza watoto wao sura katika Qur'an, hivyo watawafunza watoto wao kuwapenda Abu Bakar na Umar, kwa kuwa hawa ndio masahaba wakubwa waliotangulia kwa fadhila na ndio wenye kuchukiwa zaidi na Shia Rafidh, Abu Bakar, Umar na Uthman. Al-Imam Abu Nu'aym katika Al-Hilya ametaja kutoka Bishr ibn al-Harith rahimahullah ta'ala akisema ya kwamba awthaqu amali fi nafsi hubbu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendo lenye matumaini zaidi kwangu mimi, kwamba hili ndio tendo ambalo ana matumaini nalo, atafuzu nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia ametaja Imam Abu Nu'aym kutoka Shuaib ibn Harb ambaye amesema dhukira Sufyan ath-Thawri, siku moja alitajwa Sufyan ath-Thawri inda Asim ibn Muhammad, mbele ya Asim ibn Muhammad rahimahullah. Watu waliokuwa pale wakaanza kutaja mema na mazuri ya Sufyan ath-Thawri mpaka wakafikia takriban mema 15, mambo mazuri aliwahi kuyafanya, ni makubwa. Asim ibn Muhammad akawauliza, afaraqtum, je mmemaliza? Inni la a'lamu fihi fadilatan, mimi nafahamu kwa yeye fadila moja tu, jambo moja tu, hiya afdal min hadhihi kulliha, jambo ambalo ni bora zaidi kuliko hayo yote mlioyataja. Salamatu sadrihi li ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kule kusalimika kifua chake na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana kinyongo na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana chuki nao. Kwa hilo linatosheleza kuwa ndio bora zaidi kuliko hayo mengine mlioyataja. Kwa hivi ndio ambavyo sisi tunatakiwa tuwe kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haki ya kwanza kwa wao ni kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwataja kwa uzuri. Kuwachukia na kuwataja kwa ubaya ni alama ya an-nifaq, bali ni alama ya ukafiri wa mtu. Kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu, kwa kuwa hawa ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio walioipokea dini kutoka kwa yeye Mtume sallallahu wakaifikisha katika mataifa mengine. Kuwapenda ni haki yao ambayo iko juu yetu. Kwa tukija tutaeleza haki ya pili ambayo inatulazimu sisi kuwatekelezea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha